Asante kwa kuendelea kuchagua Channel 10 Plus ya habari. Mimi ni Witness Ngalau ambaye nitaangazia habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Karibu, na kwa kuanza naanza na habari za kitaifa. Viongozi mbalimbali wa kitaifa akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba wameshiriki dua maalum ya hitima ya kumwombea Rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume, ikiwa ni kumbukizi yake ya miaka 54 tangu afariki dunia. Zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Juma Kasim kutoka visiwani Zanzibar. Katika dua hiyo iliyofanyika siku ya CCM Zanzibar kisiwani mjini Unguja, visomo na dua mbalimbali zilisomwa. Akitoa nasaha katika dua hiyo, Sheikh Alhadi Musa Salum amehimiza suala la kuombea dua na kuwataja waliotangulia mbele ya haki kwa matendo yao mema. Ni mtu ambaye tuna kila sababu ya kumwombea Mungu, lakini kumkumbuka. Ujasiri leo ambao tunausema walionao Wazanzibari katika uthubutu wa mambo na katika umakini ni kwa sababu ya mzee Abeid Amani Karume. Baada ya kumalizika kwa kisomo na dua, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi aliongoza zoezi la uwekaji wa mashada ya maua kwenye kaburi la marehemu mzee Abeid Amani Karume, Rais wa kwanza wa Zanzibar na muasisi wa mapinduzi pamoja na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wakati huo, viongozi walimhadithia mzee Karume kama kiongozi aliyopenda umoja na mshikamano. Na falsafa wamezungumza kwamba ukiona matukio kama haya mwanadamu anatengenezewa, kwa maana kuwe na matukio ambayo yanakuwa endelevu ya kumkumbuka na kumwombea dua. Ni dhahiri huyo mtu ameacha alama kubwa sana. Kwa hiyo labda tuseme tu kwamba kuihuisha ile ndoto ya Rais Karume, mzee wetu muasisi wa mapinduzi na muungano, ni kuendeleza umoja wa Afrika, na tuwasihi sisi, tujinasihi sisi na tuwanasihi wenzetu wote kwamba tupambanie umoja wetu kama Afrika. Barabara ambazo zinajengwa ndo kama ya kipindi kile. Hata kama ukipeleka kijijini leo hasipiti gari, lakini baada ya miaka 5 miaka 10 watu watakuja watapita, na fedha pengine kipindi hicho hiyo hakuna. Kwa hiyo tunaona kwamba mzee Karume tunamuenzi. Wananchi wao walimwelezea mzee Karume kwenye miradi ya maendeleo na hata kwenye sekta ya elimu na afya kutolewa bure. Kwa waliotueleza waasisi wetu lazima tumuenzi kwa makubwa yake aliyoyafanya, maana alikaa muda huu aliokaa, lakini alichuashia alama, na alama ndo tunaziona. Kajitita kwa mambo mengi tu, kwenye afya, kwenye elimu bure, afya bure. Manake zamani ilikuwa hospitali ziko mbali sana. Itakumbukwa ilikuwa ni tarehe 7 Aprili 1972 jemedari wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume alipouawa na wapinga maendeleo, na sasa ni miaka 54 Zanzibar bila ya mzee Karume. Makasim, Channel 10 Zanzibar. Asante Juma Kasim kutoka visiwani Zanzibar. Huko Tabora, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 25, Shabani Luhende, mkazi wa kata ya Ng'ambo, manispaa ya Tabora, anadaiwa kujinyonga hadi kufa, huku mwanamume mwingine Ngarawa Idi, mkazi wa kata ya Uyui, naye akidaiwa kujinyonga ili kukwepa madeni. Mwandishi wetu Adela Moses ametuandalia taarifa kutoka Tabora. Akizungumzia matukio hayo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao, amethibitisha kutokea kwa vifo hivyo na kusema uchunguzi unaendelea kubaini undani zaidi wa matukio hayo, huku mashuhuda wakisimulia kilichotokea. Shabani Luhende Mayunga alikutwa akiwa amejinyonga kwa kujining'iniza kwa kamba iliyosukwa kwa kitambaa. Chanzo cha tukio hili bado kinachunguzwa. Aidha, tuna tukio la taarifa ya kifo la tarehe 6 mwezi wa 4 ambapo mwanaume mmoja aliyetambulika kwa majina Ngarawa Idi alikutwa akiwa amejinyonga kwenye mti uliokuwepo karibu na mpaka wa shamba lake kwa kutumia kamba ya mtundu. Chanzo cha tukio hili ni kudaiwa ng'ombe na watu mbalimbali ambao waliwekeza ng'ombe hao kwa marehemu huyu.
Tunapatwa na wasiwasi kwamba nini kinatokea mpaka tunafikia maamuzi magumu kama hivi, kwamba labda pengine tuseme kufikia ukingoni kwa ulimwengu ndo kunasababisha vitu kama hivi, au kuna changamoto gani katika familia. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoani hapa linawashikilia watu wawili akiwemo mtaalamu wa maabara binafsi pamoja na mwanamke mwenye umri wa miaka 21, wakazi wa manispaa ya Tabora, kwa tuhuma za kushirikiana na kutoa mimba, ikidaiwa kuwa tukio hilo limetokana na mwanaume anayehusika kukataa ujauzito huo. Kiini cha tukio hilo ni maamuzi ya mwanamke huyu kutoa ujauzito baada ya mwanaume ambaye amempa huo ujauzito kukataa ujauzito huo, na mbinu aliyotumia ni kumeza dawa kisha kutoa ujauzito huo na kuweka kwenye kopo na kwenda kuutupa kwenye mfuko wa kuhifadhia taka. Aidha, kamanda Abu ameeleza tukio lingine la mwanamke mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa anayeshikiliwa kwa tuhuma za kujaribu kujitoa uhai kwa kujichoma kisu tumboni, huku jeshi la polisi likitoa wito kwa wananchi kutojichukulia sheria mkononi na badala yake kutafuta suluhisho la migogoro ya kifamilia kwa njia za amani. Hii ni mara yake ya pili kufanya jaribio la kutaka kujiua, na mara ya kwanza uchunguzi ulibaini kwamba alijaribu kujiua kwa kujirusha juu ya ukuta na kuvunjika mguu wake wa kulia. Mwanga amepewa pethidine na amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu zaidi, ambapo amelazwa hospitali. Kunapokuwa na migogoro mbalimbali kwenye mahusiano, ni vyema wanafamilia hawa kuhusisha ndugu na kutafuta utatuzi, pengine kwa kutumia mamlaka za serikali, ustawi wa jamii na jeshi la polisi. Tunao dawati ambalo linashughulikia migogoro mbalimbali. Adela Moses, Channel 10. Zaidi ya watu 30 wamefariki dunia nchini Angola kufuatia mvua kubwa zilizosababishwa na kimbunga na mafuriko makubwa pamoja na uharibifu wa miundombinu. Mvua hizo zimekumba maeneo mbalimbali ikiwemo mji mkuu wa Luanda na mji wa pwani wa Benguela, ambapo nyumba, barabara na huduma muhimu zimeharibiwa vibaya. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni zilizotolewa na vyombo vya habari vya serikali, maelfu ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao, huku wengine wakihitaji msaada wa dharura. Rais wa Angola João Lourenço amesema serikali inaendelea na juhudi za haraka kuhakikisha manusura wanapatiwa huduma za matibabu na misaada mingine muhimu. Wakati huo hali hiyo imekuwa tete pia katika nchi jirani ya Namibia, ambapo kuongezeka kwa maji ya mto Zambezi kumesababisha wakazi wa maeneo hayo kuharibika na kuhama kwa hofu ya mafuriko zaidi. Kutoka jijini Mwanza, jamii imetakiwa kujenga utamaduni wa kupima afya mara kwa mara ili kujenga miili kwa ajili ya kukabiliana na wimbi la magonjwa yasiyoambukiza. Taarifa ya Henry Kavirondo inasomwa hapa studio. Ni maadhimisho ya siku ya afya duniani kanda ya Ziwa chini ya uratibu wa benki ya CRDB nchini, ikifanyika jijini Mwanza kwa kushirikiana na wafanyakazi wa benki hiyo na wadau mbalimbali. Jukumu la kufanya mazoezi ni la kila mmoja, na hata ukiangalia ujumbe huu ambao tunaotoa hauishii kwa wafanyakazi. Familia ya mfanyakazi ikiwa ina changamoto ya afya, hatutegemei kumuona mfanyakazi huyu akiwepo kazini. Kwa hiyo sisi kama benki ya CRDB na management nzima kwa ujumla tunaendelea kuasa wafanyakazi wetu wafanye mazoezi, lakini kula kama vile ambavyo tunavyoelekezwa na wataalamu wa afya. Daktari bingwa mbobezi wa figo kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam, Gavin Kweka, amesema ili kukabiliana na magonjwa hayo ni muhimu jamii ikadhibiti ulaji holela wa vyakula. Watu wanapata magonjwa sugu yasiyoambukiza kwa sababu ya vinasaba vya wazazi wao. Baba ana sukari, mama ana sukari, baba mdogo ana sukari, yeye inabidi aishi kwa tahadhari sana kwa sababu ndani ya damu yake kuna vinasaba vya hiyo changamoto. Lakini kwa 80% haya magonjwa sugu yasiyoambukiza sababu yake ni tabia ya mtu. Unavyokula, unavyokunywa. Nyie mnaelewa, sio wageni. Tunafahamu kwamba kwa uelewa huo mpana tukiweza kuambukiza ndani ya wafanyakazi hawa CRDB ambao wako hapa na wengine wananchi wote wanaotusikiliza, basi watu watapata uelewa, watajua ni namna gani iliyo bora zaidi kuweza kuishi, na wataweza kujilinda wao na familia zao, na baadaye kulipunguzia taifa gharama kubwa ya matibabu ambayo inalitumia. Hamasa hiyo imekwenda sambamba na upimaji wa afya kwa wafanyakazi wa benki ya CRDB na wadau wengine, utoaji wa elimu ya afya ya akili pamoja na lishe kwa jamii. Witness Matiku, Channel.
Viongozi wa taasisi za dini ya Kiislamu wametakiwa kuimarisha ushirikiano na mshikamano kwa kubadilishana uzoefu na mbinu bora za malezi ya vijana katika elimu ya maarifa ya dini pamoja na ufundi stadi ili kuwajengea uwezo vijana hao kujitegemea kiuchumi kupitia elimu na ujuzi waliopata kwa vitendo. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Wito huo umetolewa wakati wa kufunga kambi ya mafunzo ya miezi mitatu iliyofanyika katika msikiti wa Mgera Mwandiga chini ya usimamizi wa kamati ya kuendeleza Uislamu mkoa wa Kigoma KKUT. Hatua hiyo imeeleza kulenga kuandaa kizazi chenye maarifa ya dini pamoja na ufundi stadi ili waweze kujiajiri na kukabiliana na changamoto za maisha. Tumewafundisha biashara mtandao au tunaita digital marketing. Maana yake biashara ya leo si kuteleka tu peke yake, weka hivi kwenye meza. Muda mwingine unaweza ukatangaza biashara pia kwenye mitandao ya kijamii. Tunawafundisha usimamizi wa fedha kabla ya kuanzisha biashara na baada ya kuanzisha biashara. Ni makusudio yetu kijana aliyepita hapa akiwa kiongozi wa dini awe mwadilifu katika nafasi yake, akiwa ni kiongozi wa kijamii katika nafasi aliyonayo kadiri ya fursa na wasaa ajitahidi kufanya kwa uadilifu. Baadhi ya wanufaika wanaeleza mafunzo hayo yataenda kubadilisha msingi wa maisha yao, huku wito ukitolewa kwa taasisi zingine kuiga mfano huo. Kwenye kambi hii nimejifunza masomo mengi, hasa masomo ya dini na masomo ya fani. Katika masomo ya fani nimejifunza katika fani ya uchomeleaji. Naweza madirisha, milango, majiko yanayotumia oil chafu. Saidia kupata kipato na kunisaidia katika maisha yangu kuendeleza jamii. Vijana wamepewa stadi nzuri, wamefundishwa skill, wanatengeneza jiko bora kabisa. Wanaomaliza mahafali na walimu wao. Sisi kutoka kwao. Jumla ya vijana wa Kiislamu 96 wamehitimu mafunzo mbalimbali ikiwemo ushonaji, ufugaji wa samaki, utengenezaji wa majiko, mkaa mbadala, viatu vya ngozi, sabuni, mikoba pamoja na mafunzo ya umeme wa majumbani. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ummal umeiomba serikali kuchukua hatua za kupunguza tozo au kodi katika bidhaa za mafuta ikiwemo petroli pamoja na diesel ili kupunguza makali kwa wananchi, lakini pia kudhibiti kupanda kwa bidhaa kutokana na athari za kidunia zilizosababishwa na mgogoro eneo la Mashariki ya Kati. Ifuatayo ni taarifa kamili. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, umoja huo umesema kutokana na mzozo wa kivita unaoendelea katika nchi za Mashariki ya Kati, hali ya usafirishaji mafuta imekuwa ya shida, hali iliyosababisha kupanda maradufu kwa bidhaa hiyo duniani kote ikiwemo Tanzania, hivyo kusababisha athari za kupanda kwa gharama katika huduma na bidhaa nyingine. Ni muhimu kwa serikali kuendelea kuchukua hatua madhubuti na za haraka ili kupunguza mzigo kwa wananchi. Tunashauri kwa heshima na kwa maslahi ya taifa kuangalia uwezekano wa kupunguza au kuondoa baadhi ya kodi na tozo zinazoathiri moja kwa moja gharama za mafuta kama ambavyo mataifa mengine yamefanya katika nyakati za dharura. Aidha, Dr. Gulam pia alitoa wito kwa Watanzania kuendelea kuwa na subira na uvumilivu wakati serikali ikifuatilia kwa makini athari zinazojitokeza za kiuchumi, lakini pia wakakumbusha juu ya umuhimu wa kutunza amani na utulivu uliopo nchini. Tusiruhusu fitina za nje kuleta mgawanyiko ndani ya taifa letu, propaganda kuvuruga mshikamano wetu, au migogoro kutugeuza kuwa maadui sisi kwa sisi. Miongoni mwa athari hizo, kwanza ni vile vifo ambavyo vinatokea kule na uharibifu wa mali. Lakini miongoni mwa athari hizo tumeanza kuziona katika nchi yetu hii ya Tanzania ya kuanza kupanda bei ya mafuta, petroli ambayo ni nyenzo muhimu sana. Kenny Malila, Channel 10. Asante Kenny Malila. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza vitisho dhidi ya Iran wakati mzozo kati ya pande hizo ukiingia wiki ya 6. Akizungumza na waandishi wa habari katika White House usiku wa kuamkia leo, Trump amesema Marekani ina mpango wa kuleta miundombinu muhimu
ina upango wa kulenga miundombinu muhimu ya Iran ikiwemo madaraja na vituo vya umeme iwapo mapigano hayo yataendelea. Kauli hiyo imekuja wakati Iran ikikataa mapendekezo ya kusitisha vita kwa muda, ikisema hatua hiyo ingeipa Marekani na washirika wake nafasi ya kujiimarisha kijeshi kwa mashambulizi zaidi. Licha ya hali hiyo, Trump amesisitiza kuwa juhudi za kidiplomasia bado zinaendelea kupitia upatanishi, huku akionya kuwa mazingira ya usalama bado ni tete. Kwa upande mwingine, Israel imedhihirisha orodha mpya ya malengo ya mashambulizi ikilenga zaidi sekta ya nishati endapo mazungumzo yatashindikana. Wakati huo huo, maafisa wa Iran wameweka msimamo mkali kuhusu mlango wa Strait of Hormuz, wakisema hautafunguliwa hadi fidia ya uharibifu wa vita ilipwe na mashambulizi kusitishwa kabisa. Nikiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kuwa jamii imeaswa kujenga tabia ya kuwatembelea na kuwasaidia watu wenye uhitaji, wakiwemo watoto yatima na wale waishio kwenye mazingira magumu, ili kuwaondolea upweke, kuimarisha upendo kati yao na jamii inayowazunguka. Ahmadi Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa na Nuru Mwakanyamale, mwakilishi wa umoja wa wanafunzi waliosoma chuo kikuu cha ushirika Moshi MUCOPS kilichopo Kilimanjaro, walipotembelea na kutoa misaada mbalimbali katika kituo cha malezi ya watoto yatima Rolina kilichopo kwa Sadala wilayani Hai. Nuru amesema uamuzi wa kutembelea kituo hicho licha kurejeshwa alichojaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini pia ni sehemu ya kutambua mazingira magumu wanayopitia watoto, ikiwemo kuondolea upweke ili wajione kama watoto walio karibu na wazazi wao. Watu waache kujifungia ndani. Ukijifungia ndani ni ngumu kuona vitu vinavyoendelea kwenye jamii. Kuna shida hii, kuna shida hii. Naungana na watu kwamba maisha ni magumu, ni kweli. Lakini katika ugumu huo huo, kila mtu anacho kitu cha kutoa. Tutaona Mungu ambavyo atagusa maisha yetu kwa namna ya ajabu. Hata mkiwa madarasani, Mungu atawapigania na mtafika mbali. Msijione kwamba ni watu wa tofauti, kwamba ni mmekuwa mmeachwa au Mungu amewaacha, hapana. Naye mmiliki wa kituo hicho kilichopo kwa Sadala, Roshman Njau, amewashukuru wanafunzi hao kwa misaada hiyo na kuomba jamii iendelee kujitokeza kusaidia kituo hicho, huku akibainisha mahitaji mengine ikiwemo mavazi, elimu, malazi kwa watoto wanaolelewa kituoni hapo. Mmetufanya tukajisikia sisi ni watu maalum kwenye jamii. Nashukuru sana kwa kutukumbuka. Ingawaje tuna changamoto nyingi. Malazi, chakula cha kila siku, ada za watoto. Tukionyesha upendo, tunaweza kufanya mambo makubwa sana. Nawashukuru kwa kutuletea zawadi, nashukuru kwa upendo wenu. Mungu akawazidishie pale mlipotoa, asiwapungukie, wabariki. Ahmad Nandonde, Channel 10, Hai, Kilimanjaro. Zaidi ya kaya 25 katika kata ya Majengo na Kipampa, manispaa ya Kigoma Ujiji, hazina mahala pa kuishi baada ya nyumba zao kubomoka kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia jana na kuharibu miundombinu ya mifereji ya maji na hivyo maji kusambaa kwenye makazi ya watu. Huyu hapa Mwajabu Hoza. Wito huo umetolewa wakati wa kufunga kambi ya mafunzo ya miezi mitatu iliyofanyika katika msikiti wa Mgera Mwandiga chini ya usimamizi wa kamati ya kuendeleza Uislamu mkoa wa Kigoma KKUT. Hatua hiyo imeeleza kulenga kuandaa kizazi chenye maarifa ya dini pamoja na ufundi stadi ili waweze kujiajiri na kukabiliana na changamoto za maisha. Tumewafundisha biashara mtandao au tunaita digital marketing. Maana yake biashara ya leo si kutendeka tu peke yake, kuweka hivi kwenye meza. Muda mwingine unaweza ukatangaza biashara pia kwenye mitandao ya kijamii. Tunawafundisha usimamizi wa fedha kabla ya kuanzisha biashara na baada ya kuanzisha biashara. Tofauti zetu, misikiti yetu, madhehebu zetu, kila kitu havina nafasi kulikoni kuwatengeneza vijana ambao kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa takribani watu 18 wameuawa na wengine 24 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na Israel katika eneo la makazi ndani ya mkoa wa Orboz karibu na mji mkuu wa Tehran nchini Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Faraz,
Mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa majengo na raia, huku milipuko kadhaa ikisikika katika maeneo tofauti ya Tehran. Iran imejibu kwa kurusha makombora kuelekea mji wa Tel Aviv, ambapo pia baadhi ya majengo yameripotiwa kuharibiwa. Mvutano kati ya mataifa hayo umeendelea kuongezeka baada ya Irani kukataa pendekezo la kusitisha mapigano kwa muda wa siku 45, ikisisitiza kuwa inahitaji suluhisho la kudumu la kumaliza vita. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump yeye ametishia kuchukua hatua kali zaidi, ikiwa ni pamoja na kushambulia miundombinu muhimu ya nishati ya Iran. Katika hatua nyingine, Iran imewataka wananchi wake, hususan vijana, kujitokeza kulinda miundombinu ya kimkakati kama mitambo ya nishati, huku shinikizo la kimataifa likiongezeka kuhusu usalama wa mlango wa bahari ya Hormuz. Nikirejea hapa nyumbani, mamlaka ya uteuzi imeridhia maombi ya muda wa ziada wa tume kukamilisha kazi na imeongeza muda wa tume kwa siku 21 na kuiwezesha tume kukamilisha uchambuzi wa ushahidi, taarifa za maoni yaliyopokelewa, kutoa fursa kwa wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi kufanyia kazi baadhi ya vielelezo vipya vilivyowasilishwa ili kuiwezesha tume kukamilisha maandalizi ya ripoti ambayo iliwasilishwa kwa Mheshimiwa Rais na kutoa fursa kwa tume kuandaa tafsiri ya ripoti. Tume inaendelea kuwashukuru wananchi, wadau wote waliotoa ushirikiano kwa tume wakati wa kufanya uchunguzi, ikiwemo wale waliofika mbele ya tume kutoa ushahidi, taarifa na maoni, waliopiga simu na kutuma ujumbe, waliotuma ushahidi, taarifa na maoni kwa maandishi, na wale waliowasiliana na tume kwa njia za mitandao ya kijamii. Tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 ilianza kutekeleza majukumu yake tarehe 20 Novemba mwaka 2025 na kutarajiwa kukamilisha kazi yake ndani ya kipindi cha siku 90. Hata hivyo, kutokana na sababu mbalimbali, tume imeongezewa muda wa kukamilisha kazi na kutakiwa kuwasilisha ripoti kwa Mheshimiwa Rais kabla au ifikapo tarehe 3 Aprili mwaka 2026. Hivyo, kufuatia nyongeza ya muda, wananchi wameendelea kujitokeza kwa wingi tofauti na matarajio ya tume, na hivyo tume iliendelea kupokea ushahidi, taarifa na maoni zaidi. Nikielekea visiwani Pemba, chama cha walimu Zanzibar ZATU kinaendelea kutekeleza jukumu lake la kuimarisha ustawi wa walimu kwa kuandaa mafunzo ya afya na usalama kazini. Mafunzo hayo yamekusudia kuwajengea uwezo walimu ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi, huku wakihakikisha afya zao na mazingira ya kazi yanabaki salama na yenye kuleta tija. Zaidi na mwandishi wetu. Akifunga mafunzo hayo huko katika skuli ya Miti Ulaya, mwenyekiti wa chama cha walimu ZATU kanda ya Pemba, Abdrahmani Suli Ahmedi, amesisitiza walimu kuhakikisha wanakuwa wazalendo kwa kuboresha miundombinu yao ya kazi kwa kuweka vifaa vinavyosaidia kulinda afya na usalama. Uwekaji wa maji safi na salama ni kwa faida yetu wenyewe. Kuweka first aid box la afya katika skuli ni kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Naibu katibu mkuu wa chama cha walimu Zanzibar ZATU Salim Ali amesema chama kimeandaa mpango kazi maalum ambao utakuwa dira na mwongozo kwa walimu katika kulinda afya na usalama wao kazini. Walimu ambao ni wafanyakazi kuhakikisha kwamba viwango vya afya na usalama kazini katika maeneo ya kazi vinazingatiwa. Na kipongeza chama chetu kwa kutoa mafunzo haya kwa walimu husika ili kwa kila mwalimu kuweza kujitambua pia na kuweza kuwa imara na kufanya kazi kwa juhudi. Kwanza kuyapenda yale mazingira, kwa kuwa tutakwenda kupambana katika kuhakikisha zile kasoro ama yale mambo yote ambayo yatahakikisha usalama unapatikana kwenye maeneo ya kazi, kuhakikisha kwamba yanaimarika. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar.
Naam, asante Masanja Mabura kwa taarifa hiyo, na taarifa yake inaniwekea utuo upande wa habari za kitaifa na mataifa mbalimbali duniani. Tunaenda mapumziko, nikirejea ni viwanjani. Mimi ni Witness Ngalawa.